Amani ya Mwenyezi Mungu iwe pamoja nawe msikilizaji wa Radio Kivu popote pale ulipo. Ni kwamba matumaini yangu makubwa kwa mzima wa afya, na ukaribisha kwa moyo mkunjufu kuweza kusikiliza uchambuzi wetu wa habari. Uchambuzi bwana gubiko na ukurasa wa habari muhimu leo hii. Uchambuzi wa habari toka waandishi wetu mbalimbali, makala ya michezo na burudani pamoja na habari za kitaifa na zile za kimataifa. Msomaji wako wa leo ni Teomari Makelele Ozile, upande wa pili na Sadone kijana Merci Mbele Chipamale. Nasema asante na tuamtane kwa pamoja mwanzo hadi tamati. Kabla ya kuingia kwa undani wa uchambuzi wetu wa habari zenyewe kwa kina, kama kawaida unakuwa unasikiliza habari muhimu ambaye nampisha mwenzangu Isaac Mlucha Ashibi. Asante sana Omari Makelele Ozile. Kwenye ukurasa wa habari muhimu leo hii tuanzie huko Misisi. Hali ya usalama iliweza kuzorota mchana wa siku ya Ijumaa ya tarehe 24 Oktoba 2005 katika vijiji kadhaa vya sekta ya Nganja, kisha milio ya risasi kusikika kwa wingi kutokana na kambi za vizuizi vilivyowekwa na baadhi ya makundi ya wazalendo kwenye barabara ya Lulimba Misisi. Kwa Kilembwe, hali ya usalama imeripotiwa kuzorota kwa kiwango kikubwa katika senta ya Kilembwe, sekta ya Lulenge huko. Hivyo ni baada ya makabiliano makubwa ya kufyatuliana risasi kati ya wazalendo kundi la autodefense dhidi ya wafabebe, na hivyo kupelekea raia wengi kusambaratika siku ya sita hii ya 25 mwezi wa 10. Na kwenye habari ya kitaifa, wabunge 12 wa kitaifa toka vyama mbalimbali yenye kuunda muungano tukufu au Union Sacrée wa kitaifa wamewasilisha kandidati zao kwa ajili ya kugombea nafasi ya uspika wa bunge la kitaifa. Hivyo ni kisha aliyekuwa spika wa bunge bwana Vital Kamerhe kujiuzulu. Tutamsikia Safari Alimasi kwenye habari hii. Naweka nukta kuna usomaji wa habari muhimu. Asante sana Isaac Mulucha Ashibe kwa ukurasa wa habari muhimu. Tujikite ndani ya uchambuzi wetu wa habari zenye kwa kina, tukianzia katika mji wa Baraka. Ni kwamba kiongozi wa Radio Kivu mjini Baraka ameomba kwa wapendelevu wa Radio Kivu na watu wenye moyo mwema kuchangia kwenye ujenzi wa studio ya Radio Kivu kama vile bati, mbao za kuezekea nyumba na vinginevyo. Ameyasema hayo Jumamosi hii kunako mahojiano na Radio Kivu. Lokendo Bite Chigralike ni kiongozi wa Radio Kivu mjini Baraka, ameanza kwanza kuonesha namna ujenzi ulivyoanza na ulivyofikia mpaka sasa. Niseme kwamba nimechukua fursa hii kwa niaba ya Radio Kivu kama kiongozi ili kuweza kujulisha wananchi wa mji wa Baraka, tarafa ya Fizi, mkoa wa Kivu ya Kusini pamoja na Kongo kwa ujumla, kuweza kuonesha kwamba baada ya radio kuweza kununua uwanja wake ambao ni uwanja unapatikana pale kwa antene ya Vodacom, na baada ya kununua uwanja tumeweza kuanza ujenzi tumejenga. Sasa hivi nyumba iko kwenye hatua ya ripu, tumemaliza ripu yote nje na ndani, na pia tumeweka chini. Lakini sasa bado kuna matatizo na pia kuna uhitaji mkubwa, na nikumbushe kwamba yote hayo ambayo tumeyafikia mpaka kwenye hii hatua kutokana na michango ya watu. Pia niseme kwamba naendelea kushukuru wale wengine wote ambao hapo awali wameweza kutoa michango yao, wakaisaidia redio, wakaisaidia kwa vitu mbalimbali mpaka tumefikia hii hatua ya kuweza kupiga ripu nje ndani na kuweza kuweka simenti chini. Asante. Upande mwingine, Lokendo Bite Chigralike ameonesha hitaji walionayo kwa sasa kulingana na ujenzi wa studio hiyo, huku akiomba kwa watu wa moyo mwema kuwajia na misaada ili kumalizia mjengo mzima. Sasa hatua ambayo tumefikia sasa hivi ni hatua kwamba redio inahitaji kuweza kuwezekwa. Naposema kuwezekwa, tunahitaji mabati, tunahitaji mambao, yani zile chevron na madrier. Kwa hiyo sasa ni nafasi ambayo tunaalika wananchi, yule ambaye aliye na chochote kile. Mfano, unaweza kuwa na linjanja yako moja au bati moja, unaweza kuwa na chevron moja, unaweza kuwa na drier moja au mbili au tatu au nne tano, kulingana na uwezo wako, uweze kuisaidia redio ili kwamba tufikie kuweza kuiwezeka hii nyumba ambayo ni jengo. Pale redio itakuwa iko sehemu yake, haitakuwa sehemu ambayo imepanga kama gisi tulivyo sasa hivi. Sasa hivi tuko wapangaji, lakini tukiwa pale redio itakuwa kwenye uwanja wake binafsi, na pia itakuwa imejenga nyumba yake binafsi, na hivyo hakutakuwa bugu za yoyote. Na ni sehemu ambapo redio inapata heshima ya redio, inakuwa na hadhi yake kama redio. Nyumba inajengwa kwa kuweza kufuatilia taratibu za redio. Kwa tunalika watu wote, raia wa Fizi, raia wa Baraka, raia wa mkoa wa Kivu ya Kusini, kuweza kuisaidia redio
ili iweze kufikia hatua ya kuweza kuwezeka hiyo nyumba. Kwa hiyo tunachokihitaji kwako ni kutuletea linjanja moja au 2 au 3 kulingana na uwezo, kutuletea chevro moja 2 3 au 5 kulingana na uwezo, vile vile madrier 1 2 3 kulingana na uwezo wako. Na pia tujulishe kwamba mchango huu ambao tunauomba tungehitaji sana utuletee kifaa chenyewe, sio pesa. Tunahitaji kifaa kabisa. Hadi kama ni linjanja tuletee linjanja, kama ni chevro tuletee chevro, kama ni madrier tuletee madrier. Kwa hiyo hicho ndio ambacho tunakihitaji. Nadhani kwamba kwa wale ambao mnatusikiliza, kwa wale ambao ni wapenzi wa redio, wale ambao mnaipenda hii redio songe mbele, mtaweza kutusaidia ili kwamba tufikie hatua hii ya kuweza kufanikiwa na kuweza kuiezeka hii nyumba. Nategemea kwamba mtaweza kutuchangia, mtaweza kutupatia kile kidogo ambacho mlichonacho ili kwamba tufikie kuiezeka hii nyumba yetu. Tunashukuru sana. Tujielekeze kule katika sekta ya Nganja pa Misisi. Ni kwamba hali ya usalama iliweza kuzorota mchana wa siku ya Ijumaa ya tariki 24 Oktoba 2025 katika vijiji kadhaa vya sekta ya Nganja, kisha milio ya risasi kusikika kwa wingi kutokana na kamba za vizuizi vilivyowekwa na baadhi ya makundi ya wazalendo kwenye barabara ya Lulimba Misisi. Mwenzetu wa Misisi Masemo Balole Valentin amezungumza naye kamanda Alimasi Lebonker maarufu Chinja huwa wa kundi la PCC, ameeleza chanzo cha milio ya risasi kusikika. Kuhusu vita yenye mulisikia, wakati vita inapiganiwa kila mtu anakuwa na habari yake yenye ajue mwanzo ni nini na mwisho ni nini. Vita ya asubuhi ya wenzetu wa FABB walichomoka, waenda wanavunja mabariere zao wakaacha. Wakati walifika ku bariere ya Bwana Nakage, wakavunja bariere ya Nakage, wanafika ku groupe de jeunes wakavunja bariere ya groupe de jeunes, wakapiga mpaka na askari wa groupe de jeunes masasi, akakufa pale pale, wengine akakuwa blessé. Sasa ile hali haikuendeka, na hiyo yote masiku sisi tunatafuta usalama wa raia. Sasa uongozi ukatuma order kama mimi niendelee na vikosi pale, tuangalie kenye kuendelea nini kuvunja ile zile bariere. Nikatoka hapa nikaenda mpaka Lulimba. Nilivunja bariere ya kwanza ya bwana ya komanda Reni Tongwa, kamba nikabeba nikafunja yao pale Kamkoba, nikavuka Kilombo nikavunja bariere ya watu ya mzee Alexi, bakasikia bien, tukaenda mpaka ku groupe de jeunes tukavunja, tukavuka kwa Nakage tukavunja na tukafunga puisque pale njoko kwa derangement ya mingi, tukafunga mpaka mtu wake wa bureau de bwana Kayuya, tukaanza rutungali tu tunaendelea twende Lulimba kwenye kwa maiti yule soda groupe de jeunes. Kusikia tena nyuma bale babwana bafa bebe tena banarudisha ile kamba pale, ili kasone mubaya, ikaonekana kama bale babwana ni baunda fujo, habapende kutia raia na amani. Tukarudia, na wakati tuliporudia hatukufika hata kuongea, tuifika tu kubariere yabo na masasi kaanza tukaribisha masase, na mpaka vile vita iliendelea mpaka hapa jioni. Na isingekuwa mvula nadhani pale hakungekuwa chochote, tungekesha pale mpaka vile tulichoma ile na raia naendelea kuishi na amani. Kwa hiyo raia mujisikie uhuru. Mwishowe ameomba kwa vikundi vya wazalendo kulinda vema raia na mali yake na sio kuwanyanyasa kupitia vizuizi barabarani. Kamba ni derangement ya kwanza ya raia, tunaderanger raia sie wenyewe. Tunapanike raia, tunaibia raia, tulikamata silaha juu ya kuchunga raia na mali yake, lakini sisi ndio banakuwa batrakasere wa kwanza ba population ya kwetu. Hasa ile uongozi na kwenda kukataa ile. Na ndio kwa maana ilitoa ordre hakuna kamba nafasi yoyote katika territoire ya Fizi, na haitakuwa. Kama uko na kijana mwenyewe anashinda kwa barabara kama vile bariere kutoza raia, ikiwa Mfulero, ikiwa Mbembe, mwenye anatia mtoto wake pale, mumshaurie toa mtoto wako mbele ya wakati. Tuko hapa kwa kusekirize raia ijisikie na amani na uhuru mwinchi yake. Raia ya kwetu haina tena uhuru, raia kutembea kidogo milfra. Hapa na Lulimba bariere 7. Eske raia ya wapi itakuwa na amani? Tulikamata silaha juu ya nini? Tulikamata silaha juu ya kukingia raia yetu. Hapa tunabakia na hesabu ya kusaga yoyote mwenye atatia bariere, kama vile tunasaga bale bavol me arme. Na hiyo njo habari yenye tuko nayo leo. Tafadhali sana tunawaambia kwa ukweli, mutoshe mabariere. Tukumbushe kuwa tulijaribu kutafuta uongozi wa FABB kwa ajili ya swala hilo, ila mbinu zetu ziliweza kugonga mwamba, lakini tutajaribu kuendelea kutafuta kwa ajili ya kufahamu uhakika wa habari zenyewe.
Tujielekeze kule katika kijiji cha Mboko, makao makuu ya sekta ya Tanganyika. Ni kwamba siwezi kusema chochote juu ya matokeo au bila tangu nichukue wazifa kama mkuu wa sekta, bali vitendo ndivyo vinasema nafasi yangu. Ndivyo amesema mkuu kiongozi wa sekta ya Tanganyika Miobakano Lwamsaba Gedeon. Mengi zaidi naye mwenzetu mchumbe wa mkulima na Fatuma ambaye ametuandalia ripoti kamili. Naam. Maneno hayo ameyasema katika mahojiano yake na Radio Kivu juu ya kupenda kufahamu matokeo au bila baada ya kueneza miaka miwili kama mkuu wa sekta ya Tanganyika. Kwa jambo hilo, mkuu kiongozi huyo wa sekta hiyo hakupenda kubaki kimya juu ya swala hilo. Miobakano Lwamsaba Gedeon anaeleza yafuatayo. Okay, paraporo ya bila nawaza mwaka tulitumika beaucoup plus ni 2024. Parce que ukiangalia le 18 mwezi wa 10 ya 2023 kulikuwa kunabakia mwezi mwana nusu mwaka ishi. Tulitumika beaucoup plus ni 2024. Ukiangalia 2025 avec Mamai Muluanga, avec vita ya M23, il n'y a rien. Mu 2024 projet yangu ya kwanza kufanya nilifika Makobola mu itinerance bakaninomba nibajengee wese pale. Depuis que secteur ikuwe na ba chef de secteur akuya kuwaka wese publique pale Makobola. Mais à moins de 2 mois nilisimamisha wese tena, wese ya kizungu iko fonctionnel pale Makobola. Ukifika pale Kukamba utauliza nipatie wese, batakupeleka ku wese yenye sekteri ilienga. Haiko tena ile ya poenda kuma lupango ya batu bakatale kwanza na fungulo bafanye vingine, utakutana pale Makobola kuko wese yenye sekteri ilienga. Sasa dans moins de 3 mois nilinunua gari ya sekteri ya kufasilite ma itinerance. Ninunua gari ya sekteri marque Rava 4 iko pale. Mwa ile mwaka tulinunua moto ya sekteri. Moto zote tulikutana banaziiba, nikanunua moto ya sekteri ya Bumpia. Apare ile nilikutana sale prevalence iko mu eta moya inacheve na tena ikaangukaka. Nikafanya nguvu nikasimamisha ile kibambazi ambayo ilianguka, tukatolea hayo, tukatia toiture, tukatia plafond ndani, tukatia crepissage nje na ndani, tukafanya pavement. Leo sale ndio sale tuko tunaingilia mu madre ayakuwa yamalizika, tunatia mavitre, ndio sale tuko tunaingilia hapo. Iko opérationnel pour le moment. Apare ça, kuko kilalo moya ya Atondo wakati unatoka mu groupement la Shibukumo nataka ingia mu groupement ya Balala Tusenda. Kuko kilalo ilikuwa na déranger kwa ya na déranger wa motari kuanguka pale kukufa. Tulisude ile kilalo yote. Ile tâche ina revenir au gouvernement, mais comme secteur iko ETD na iko na autonomie financière yake, ilijidonea danse ya kwenda kusude ile kilalo yote. Pamoja na hayo, mkuu kiongozi huyo wa sekta ya Tanganyika ameongeza kuwa kwa sasa soko kubwa ya sekta hiyo imewekwa simenti na mawe chini ili kuipa sura nzuri zaidi Mboko kama vile makao makuu ya sekta hiyo. Habari sama ile mwaka moja tulipave soko ya Mboko. Ukifika msoko ya Mboko muko pama na banamuke banafurahi paske wakati ya mvula balikuwa déranger sana na matope. Ni hiyo mwaka moja ya 2024. Apare sa nilisukula biro administratif yote na kuiwasha. Ukipita pale Mboko usiku utaona kubironi Bulaya, ndio kwenye kunaweka sama ligala ya watu yote pale kubiro. Kuko association pale Mboko banaita Mboko Makelelesho. Ile Mboko Makelelesho ilienga mfereji pale, tulisaidia sake 12 ya sima. Akayenga kilalo kule chini musite 1. Tukawapatia kile sake 12 ya sima. Sure jede wa Fizi 3 aliyenga sale de rene yake. Alikuwa na yenga na matope, sektere kasema hapana, yenga na sima, tukisaidia sake 12. Kanisa aksepake site 3 ilikuwa na besoin ya kufanya charpente métallique. Tulinunulia boîte 10 za baguette. Dans l'ensemble ile ndio bila yangu mwandishi wa habari. De manière brève, unaweza kusema iko positif au negatif de secteur? Iko positif par rapport ya ta enye tuna ekule. Niye nishafanya 2 ans, mwenzangu alifanya 15 ans na 7 mois. 15 ans na 7 mois ndio alifanya kumeni.
waangalie moyo denza na moyo denza ni mwaka moja ndio iko kota ya Shop imefanya vyote iko positif encore. Mwishowe namba moja huyo wa sekta ya Tanganyika ameomba raia wake kuwa na matumaini naye na kuungana naye bega kwa bega kwa ajili ya maendeleo ya sekta ya Tanganyika na kuto kuunga mkono watu wa nia mbaya wasiopenda maendeleo ya sekta hiyo. Miuba Kano Jedeo amerejea mara tena. Sasa niko najiuliza ningelifanya miracle hadi aturesevoir ma retrocession depuis janvier 2025. Mpaka kuambia mkute aturesevoir même un franc retrocession. Na kwa hiyo mwaka ilapita 2024 tu recevoir nani franc retrocession mara ine tu. Mara ine mwele franc retrocession muko franc ya fonctionnement, muko franc ya investissement, muko franc ya personnel. Mais tunafanya hivyo vitu vyote. Ile ndio bila yangu takwambia ni ya mwaka moja, hii mwaka atutumiki tuko chini suite ya manche ya retrocession. Hubu mfaka kidogo tuko tunapata momento mwingine nililipa watumishi 12 mois yote prime yabo mwezi kukumwezi. Sasa baada ya hapo bakuye ba constitution commission yabo sije kama ni societe civile ba kuuliza sante ya nani bana itale kunani na kunitukana na kunizingishia vya bongo. Hivi sasa ni muda kuweza kusikiliza habari za michezo na mwenzangu Sudi Valentin. Shukran sana kabisa mpenzi msikilizaji wa Radio Kijamii Kivu. Leo kuna ukurasa wa habari za michezo. Leo tuanze na hizo habari za hapa katika mji wa Baraka. Kisha kikao kuweza kutamatika ambacho kilikuwa kinaita klabu 10 kutoka hapa katika mji wa Baraka, zikiwemo zile klabu za FC Flambora, FC Mwemezi Sport, Nouveau Regime, FC Nyota Club de Baraka, Top Orthographe, ES Freedom, klabu ya FC Kalunja Sport, klabu ya Kibonjo Sport, klabu ya ES Muungano ya Kumwandiga pamoja na klabu ya FC Freedom kuweza kutamatika. Hatimaye mwenyekiti ambaye anasimamia soka hapa katika mji wa Baraka, bwana Clovis Songolo Matete, ameanza kuanza kuonesha nini sababu ya yeye kualika klabu hizo ili kuweza kukutana. Kweli nilialika timu ili tuje tukutanane kwa ajili ya kutatua mizozo ambayo ilikuwa toka mwaka jana. Kuna baadhi ya timu ambazo hazikushiriki michuano mwaka jana. Nilijisikia kwa kutafuta amani na ile tuwe pamoja, niliita zile club zije tukae pamoja, tujue kero yao ni nini na kwa nini hawakujumuika pamoja na wenzio mu saison sportive 2024-2025. Baadhi ya zile timu 10 ambazo hazikushiriki mwaka jana, kuna baadhi ya timu ambazo zimefika na tumetatua matatizo. Zile ambazo zimefika zimekubali, tunashukuru kwanza, zimesema zimeshukuru kwanza kupata viongozi wapya na walikuwa wazi kama haya ambayo tumeongea leo kama kweli ndio yatakuwa. Na kulingana na hivyo wameniunga mkono kwa kutumika pamoja na watazidi kusensibilize wale ambao wakufika, wawaambie kipi kilichotendeka ndani ya reunion ambayo ilipitikana leo ili waje tuwe pamoja ili tuendeleze soka ya Baraka. Upande mwingine mwenyekiti huyo ambaye anasimamia soka ndani ya mji wa Baraka, Songolo Clovis Matete, amesema hivi karibuni kalendari itaweza kutoka kwa ajili ya klabu ambazo zikuweza kufanya vikao vya kawaida msimu uliopita uweze kufanya msimu huu ili wajiandae na michuano ya ligi nyumbani ambayo hivi karibuni itaanza kutimua vumbi. Kuzile klebe ambazo wazikufika, kwanza nitasema kwamba kwenye kikao tumeelewana kuanzia kwanza hiyo semene ambayo itakuja. Katibu wangu atatoa programu ya kuorganize maassemble general ordinaire kuzile klebe zenye hazikuparticipa kama championnat. Selon sheria ya kabumbu, hata kama wako na uba ya kucheza hata certain match za miko, siwezi nikawatia na wakati hawajatimiza vimoja vipengele vya kabumbu. Vike walikuwa inactive hapo nyuma, ni lazima kwanza niliwaonesha wafanye maassemble, zile timu zilifanya maassemble ordinaire, na hapo wanaandika barua ya reintegration ya kukonfirme ke kweli kuna mcercle hapo tayari watakuwa wamekamilika na watakuwa kama vile wenzao bila tatizo, kwa sababu mimi ni baba yao, si bagui timu, napenda timu zote zije.
Mechi moja ya kirafiki iliweza kushuhudiwa mchana wa siku ya Jumamosi majira ya saa 9 kamili za jioni kunako uwanja wa Lumumba, ambako klabu ya CS Vijana Prestige walirizia kutoka sare ya bao 1-1 dhidi ya klabu ya FC Presqu'île Dubwari. Lakini siku ya Jumapili ya wiki tunayo finali ya tournament ya Colonie de Vacances inatarajiwa kutimua vumbi majira ya saa 9 kamili za jioni kunako uwanja wa Lumumba, ambako klabu ya FC Ra watakata mzwa fitna dhidi ya klabu ya FC Drago, huku mechi ya kutafuta mshindi wa tatu iliweza kushuhudiwa mchana wa siku ya Jumamosi, ambako vijana wa klabu ya AS Roma waliweza kuibuka na ushindi wa cheo bila kazi yoyote ile mbele ya klabu ya FC Santos ambao kuweza kujiripoti kunako uwanja mchana wa siku ya Jumamosi. Mechi za mtuano ili kuweza kufuzu kwenye michuano ya klabu bingwa hapa katika bara la Afrika ziliweza kutimua vumbi mchana wa siku ya Jumamosi. Klabu kutoka katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Saint-Eloi Lupopo wamekata tiketi ya kuweza kufuzu kwenye michuano ya klabu bingwa hapa katika bara la Afrika kisha kuibuka na ushindi wa 5-4 kunako mikwaju ya manati dhidi ya klabu ya Orlando Pirates yako katika nchi ya Afrika ya Kusini. Kumbuka ya kwamba dakika 90 za mchezo zimetamatika kwa ushindi wa klabu ya Orlando Pirates ambao waliweza kuibuka na ushindi wa 3-0. Naweka nukta kunako ukurasa wa habari za michezo, mwenzangu Mari Makelele Uzile. Asante sana Sudi Valentin kwa ukurasa wa habari za michezo. Msikilizaji, endapo unakuja kujiunga nasi, unaendelea kusikiliza uchambuzi wa habari za Radio Kivu katika mji wa Baraka kupitia masafa ya FM kunako mita band 93.0. Ukitaka kutengenezesha vyombo vya kielektronik na kununua vifaa vyake vya akiba ima pièce de rechange, jibu lako ni kampuni ya BBC Elia Baraka Aibaz. Hivi sasa tujelekeze kule Kilembwe. Msikilizaji, ni kwamba hali ya usalama imeripotiwa kuzorota kwa kiwango kikubwa katika senta ya Kilembwe, sekta ya Lulenge. Hivyo ni baada ya makabiliano ya kufyaturiana risasi kati ya wazalendo kundi la Autodefense dhidi ya FABB, na hivyo kupelekea raia wengi kusambaratika siku ya 6 ya wiki tunayo. Kwake mkuu wa sekta ya Lulenge Zawadi ya Bandelwa Bambe ameanza kwanza kukemea vikali kitendo hicho alifu. Pia ametoa picha halisi juu ya mkasa huo. Ile situation ilianza leo asubuhi aux environs ya maneve. Vous leo ni tarehe 10 kikubiro. Nitake nilishinda hapa bazalendo kinye banafia. Ni bazalendo ya groupe mbili. Notama groupe ya Autodefense. Tusema Autodefense ni bazalendo ya Kibuyu. Pamoja na FABB. FABB ni bazalendo ya Kifulero. Hapa wanachangana na bazalendo ya Kifulero. Balifia ni bariere yenye Autodefense badielishe kwa kupongola franga za ngombe zenye bandugu ya FABB balifisa ngombe. Elanjo zikuwa sana. Ekule moma itakuficha ninakwambia ya kwamba toute la population ya Kilembwe iko independante. Kila mtu alienda kwake kwenye alienda, mjini mzima iko vide. Mais moi je suis à Kilembwe. Mimi niko Kilembwe. Na ilikuweje mpaka situation yaribika hata ile point ke mpaka ifikie watu kukimbia Kilembwe? Ni wakati kundi zote mbili walikosa kuelewana juste juu ya ile makuta ya ngombe yenye balitoza pale kwa bariere. Alors mimi kama kiongozi wa sekta na bamwani tumejiingilia kati. Hali yanawezekana hewa yataendelea kuwa ya usalama. Pia naweza kuambia ya kwamba ila mortele atuenregistre ila mortel selema tuko na MBC mwenye alipata risasi na yaendelea kutunza kwa hospitali. Kisha wao kukosa maelewano grupe mbili, na ndio chanzo ya matir totale. Zamini ilianza na never na ikakuya kumalizika hapa ilikuwa ma sezer. Ina maana population kwa yanasikia mlio wa risasi nisheti. Naweza kukujidia ya kwamba tunafanya contribution kubwa ya kurudisha amani. Tayari vile vilisikia tunaendelea kufanya mediation mu groupe zote mbili. Mimi na ba chef de groupement, ba chef de village na ba kapita ya groupement ya Batikatingo, groupement ya Batiningi, sababu tuangalie kitani ya coordination na tuishi kwa amani. Tunahitaji amani. Mwishowe Zawadi ya Bandelwa Bambe, mkuu wa sekta ya Lulenge, amedai kuendelea kuingilia kati swala la usalama kupitia vikao mbalimbali. Naweza kuambia watu ya kwamba hiyo hali sio hali nzuri, sababu sekta ya Lulenge ni moja yenye kuundwa na groupement zake 5, na ndio maana mimi niko ninafanya vikao kila siku
ya kutumisha amani katika sekta ya ndege. Inamaanisha ya kwamba ina uhakika na hiyo pia itarejesha amani pamoja na Conseil de Securite, sababu tuone kisigania amani yatarudi. Sasa hivi wanani wako Kilembwe? Je, makundi yote ya wazalendo yako hapo au kuna wamoja wameachia wengine nafasi? Vikundi vyote viwili viko Kilembwe, sababu hawako watu wa kutoka mbali, ni wazaliwa wa hapa tu na wote wako hapa. Ndio tunaendelea kutendea kazi sababu turejeshe kwanza amani. Na tujelekeze kule katika mji jirani wa Uvira. Ni kwamba shirika jipya la raia kusini mwa jimbo hili pa Uvira limetaja kupokea kwa mikono miwili hatua ya kushushwa kwa dola za Marekani, ambako limeahidi kufuatilia ili kila kitengo, hasa wafanyabiashara, wawe kwenye mstari pia, kwani ni faida kwa kila Mkongomani. Mtazamo huo ameutoa bwana Fredi Mudeba, mratibu makamu wa muundo huo, ambaye ameonesha nini wanafanya kwa sasa baada ya dola kushuka. Kama representant wa population tumepokea kwa furaha ile swali parce que depuis ancien premier ministre Matata Mponyo tokee na leo dolari kabisa kapanda, ikaendelea kupanda hata toke leo tulikuwa tushakuwa 30,000 pour $10, lakini avec gouverneur wa bank mwenye ameingia, ministre wa economy, ministre wa budget, antuka wamekaa pamoja, na leo tuko tunaona kama vitu haviwezi kubadilika, ni kitu kinaridhisha parce que leo taux de change kuna variante donc 19, 20, 21, 22 dans ce sens là, na tunaweza kuomba endelee toujours kushuka un certain moment mena ikuwe stable, lakini kwa mshangao ni kwamba baadhi ya wachuruzi wengi na wamoja pour ne pas exagérer wako wanaanza kataa dolari, na ukimpelekea dolari anakushurutisha ke weki pesa za yulu mpaka mto ya 30. Et surtout ile hali ilifanyika kuma shule za mingi sana za Uvira, na kwetu ile antuka haikuturizisha paske wazazi wamelalamika, surtout wenyewe wanasomesha watoto kuma shule, haikurizisha. Na apres kusikia deja ile mahali ndio tukajiimplike, na tangu juzi tuko tunatumikia hiyo swali, tuko tunaona wakuu viongozi wa mashule na kuambia kwamba wanapaswa kurevenir kureza paske miaka yote wanakwaga wanalipisha dolari, na ile dolari iendelee kulipishiwa. C'est vrai, baadhi ya masomo zenye tumetembelea tumepata kompromis, na mpaka hivi ndio tungali kampeni tungali ya kuendelea kuhimiza wale wakuu viongozi wa shule warudie kurezo paske dollar hii mesure haikufrape tu wa chef d'établissement wala wa mwalimu wala wengine, c'est une mesure qui a frappé tout le monde, peu importe ikuwe nzuri wala mubaya, mais sote kabisa ilitufrape. Mwishowe, mwanamemba huyo wa shirika jipya la raia ameomba kwa wafanyabiashara kuona faida ya dola za Marekani kushuka thamani zidi ya pesa za Kongo. Fredi Mudeba arejea mara tena. Ndio maana sincerement, ingawaje wamoja wanaweza ona ya kwamba ni vibaya, lakini tunajua ya kwamba ni mezuri ya mzuri paske kwenye tulikuwa tunaanza enda pesa zetu hazikukua, donc le franc congolais hazikukua tena na valeur mu marché. Mais aussi na kitu ambacho si tungali tutaendelea kukitumikia zaidi ni kwamba ingawaje dolari imeshuka, lakini mterrain prix imebakia ile c'est-à-dire bei imebakia ile, na ile ndio inasababisha leo watu wengi waone ya kwamba haina maana ya dolari kutokushuka, lakini itakapofika government yetu ya Kongo osi itashurutisha wachuruzi waweze kupunguza biashara kulingana na gisi dolari leo imepunguka, na waza ya kwamba maisha ya Wakongomani itakuwa imeboreshwa, na kweli kila mtu atashukuru, rais wa nchi, kila mtu atashukuru kabisa, watu wote ambao wamejimplike mwa hii dossier. Wala na sisi kama vile shirika jipya la kiraia tunaendelea toujours kupousser gouvernement congolais pour que ile madefi yote kukuwe ma mesure d'accompagnement par rapport na hii decision ya baisse ya dolari. Voilà njo ilikuwa ile mengine, c'est vrai kungali manani maitilafu to haiyakuwa fixe parce que kila mtu leo iko na to yake,
kuko wa 19, kuko wa 18, kuko wa 20, kuko wa 21, kuko wa 22, wala donc ile yote ingali madefi, tuko impliqué kabisa à 100%. Donc depuis lundi ndio activité tuko tunafanya, hatufanya activité mbili, ni kwenda tunatembelea wale watu masomo tusa masomo yenyewe ilikuwa inalipisha dolari yenyewe kuajirisha, mwambie hapana, wanapaswa kurevenir kwa raison, na wenyewe wako walipisha kwa dolari, ni wanashurutisha tena wanafunzi ama wazazi waongezee nyingine pesa juu ya kueneza 30,000. Antukale tunaipinga marufuko. Tunajua ya kwamba si tu kwa masomo walimu hawatafurahia hii kitu yenyewe inakuwa, lakini wa comprendre ya kwamba nao ni wapara malgré wako walimu na quelque part nao wapara. Tumalizie uchambuzi wa habari na habari za kitaifa ni kwamba wabunge 12 wa kitaifa toka vyama mbalimbali vyenye kuhunda muungano tukufu wa kitaifa wamewasilisha kandidati zao kwa ajili ya kugombea nafasi ya uspika wa bunge la kitaifa. Hivyo ni kisha aliyekuwa spika wa bunge Vital Kamerhe Lwakanyingini kujiuzulu. Mengi zaidi na mwenzetu Safari Limasidilo ndani ya studio. Naam. Wabunge 12 wote wakiwa wanaume ndio waliowakilisha faili zao. Kulingana na taarifa iliyochapishwa Ijumaa na Andre Mbata, karibu wa kudumu wa jukwaa hili la kisiasa, faili hizi zitapitishwa kwa mamlaka kuu ya kisiasa ya muungano tukufu wa kiraifa, na ambako ni kwa rais wa Jamhuri Joseph Kabila kwa ajili ya uamuzi wa mwisho. Kandidati itakayochaguliwa na Rais Felix Antoine Tshisekedi ndio itawasilishwa kwenye bunge la kitaifa kwa ajili ya kupigiwa kura. Kati ya wagombea hao 12, watatu ni kutoka UDPS Tshisekedi, na ni pamoja na Dudu Dunia Mangumangu, Patrick Matata Makalamba na Crispin Bindule Mitono. Wawili ni kutoka chama cha NC chake Vital Kamerhe ambao kuna Emeboji Sangara na Jean Bodwe Mayo Mambeke. Kwa vyama vingine vya kisiasa na vikundi kuna Jean-Marie Kalumba Yuma, Didier Kamundu Batundi, Willy Mishiki Buini, Christophe Mboso Nkoria, Simon Mulamba Mputu, Singoma Mwanza Hamisi na Emile Saidi Balikwesha. Wagombea wao wanawakilisha wafanyasiasa wa pande zote kwa usawa. Wanatokea mashariki, magharibi na katikati ya nchi. Kwa kungojea uamuzi wa mwisho wa rais wa Jamhuri ya Demokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi, Andre Mbata anakumbusha kwamba wagombea wote ambao walikuwa tayari wamesaini vitendo vya kujitolea kwa umoja tukufu na uaminifu kwa mamlaka kuu ya kisiasa. Tukiachana nayo, upande mwingine ni kwamba serikali ya Kongo inasema ina wasiwasi juu ya msukosuko wa taasisi katika baraza la bunge mbalimbali za mikoa. Swali hili lilishughulikiwa wakati wa baraza la mawaziri mnamo Ijumaa Oktoba 24 huko Kinshasa, likiongozwa na rais wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo Felix Antoine Tshisekedi. Naibu waziri wa mambo ya ndani na usalama alikumbusha juu ya swali hilo na kusema kuwa atachukua hatua za kurejesha utaratibu na amani katika taasisi za mikoa. Naibu waziri aliripoti kuibuka tena kwa misukosuko ndani ya taasisi za majimbo kadhaa na kuna hatari ya kuenea kwa majimbo mengine, nayo ni pamoja na majimbo ya Maindombe, Lomami, Kwango, aliripoti Patrick Muyaya, msemaji wa serikali ya DRC, akisoma ripoti ya mwisho wa baraza la mawaziri. Katika visa vimoja, kulingana naye, sababu za msukosuko huo zinahusishwa kimsingi na utawala na mifumo ya uendeshaji wa makusanyiko ya bunge za mikoa, hasa uchunguzi unaofanywa na wabunge dhidi ya magavana. Hii ndiyo sababu ya wizara ya mambo ya ndani inazingatia kuwaleta pamoja viongozi wote wa chama ili kualika kuupa kipaumbele utulivu na taasisi za mkoa. Ni hayo ndio ambayo tulikuwa nao kwenye habari za kitaifa kwa siku ya leo. Asante sana Safari Limasidilo kwa habari za kitaifa. Ni hapo ndipo natamatisha uchambuzi wetu wa habari za siku ya leo. Nakushukuru kwa kuweza kunitegea sikio mwanzo hadi tamati. Mimi nilikusomea ni Omar Makelele Ozile, Merci Mbele Chipamal alikuwa kuna kuda wote la mitambo. Nasema asante na kwaheri.